Niko na mbunge viti maalum ambaye anawakilisha kundi la vijana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, heshima yako? Salama. Okay. Tuanze na utambulisho wako. Okay, mimi naitwa Mwase Damas Kamani, mbunge mwakilishi wa vijana taifa. Okay, mheshimiwa, tumepokea wote, tulikuwepo hapa, tulikuwa tumepokea wote kwa pamoja ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi 2025 2030. Wewe ni mwakilishi wa vijana ndani ya bunge la Jamhuri. Ilani hii mpya pengine vijana wategemea nini? Well, cha kwanza nikipongeze sana chama changu cha Mapinduzi, lakini mahususi kabisa rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ilani hii iliyowasilishwa sasa ya uchaguzi 2025-30 ni kati ya ilani bora sana kuwahi kutokea, hasa katika maslahi ya vijana. Ilani imeonyesha maeneo 9 ya kipaumbele na mojawapo ni katika maslahi ya vijana. Kwa mfano, ilani inatueleza kwamba vijana watawezeshwa kiuchumi hasa kwa kutengenezewa program au fursa zitakazowezesha kuchangamkia ajira zinazotoka nchi za nje. Kama tunavyojua, Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kinara wa diplomasia ya uchumi kimataifa. Kwa hiyo diplomasia yake inakwenda kutupa matunda sisi vijana, hasa kupitia program hizo ambazo zitaanzishwa chini ya ilani hii. Lakini pia kama mnavyojua, changamoto kubwa zaidi kwa vijana ni ajira. Na ilani hii imejizatiti kujibu au kutoa mwanga wa changamoto hiyo ya ajira. Kwanza kwa kuhakikisha kwamba serikali inatengeneza ubia mzuri au program nzuri na sekta binafsi ili kuweza kuhakikisha kwamba sekta binafsi inameza vijana wengi zaidi kwenye ajira. Lakini pili, kitu kingine ambacho nimeona na kimenipendeza kijawahi kutokea katika ilani nyingine yoyote, leo hii ilani hii inatueleza kwamba kutakuwepo na mfuko maalum kwa ajili ya kuwawezesha vijana kwa mitaji wale wanaoanzisha kampuni changa, lakini pia watawezeshwa pia kutafuta masoko. Lakini kama tulivyoona hata katika kilimo ambacho tunajua kina ajili wa Tanzania wengi zaidi, matrekta zaidi ya 10,000 yatatolewa. Kwa hiyo tunatoka kwenye kilimo chetu cha kawaida tunakwenda kwenye mechanized agriculture, ambayo maana yake tukiongeza productivity, kijana pia anakuwa na nguvu na uhuru wa kujiajiri kwenye kilimo. Lakini si hivyo tu, leo hii tunaona kwamba ilani yetu inajizatiti kwamba inakwenda kutengeneza uchumi jumuishi, kwamba hakuna kundi litakaloachwa nyuma. Wakati tunasonga mbele kimaendeleo, ni maendeleo ya miundombinu, ni maendeleo ya kiafya, ni maendeleo ya kielimu, teknolojia, makundi yote tutakwenda pamoja. Maana yake changamoto zetu sisi vijana ambao tulikuwa tunafikiri kwamba labda changamoto ya elimu ndio inatufanya leo hii hatuajiriki, hiyo inakwenda kufanywa kazi. Imeshaanza kufanywa kazi, lakini inakwenda kuendelea kufanywa kazi. Lakini ilani hii pia imewekeza katika ubunifu. Kwa hiyo inafungua akili ya kijana kuweza kufikiria nje ya boksi, kwamba ni kadri nitakavyofikiria nitawezeshwa. Kwa kweli ni ilani bora sana kwetu sisi vijana. Ndio. Mheshimiwa Mwasi bana, wewe una flow kama ilani nzima tayari imeshajaa kwenye kichwa chako. Lakini tukubaliane kwanza mimi na wewe kwamba sisi ni vijana na tunafahamiana sisi kama vijana kwamba vijana wengi wa Kitanzania huwa hawapendi kusoma vitu vigumu, na moja kati ya vitu vigumu ukiachana na katiba basi huwa ni hizi ilani. Vipi mkakati wako? Cha kwanza nitoe rai kwa vijana wenzangu. Kwanza nikishukuru chama changu cha Mapinduzi kwa sera yake ya elimu bure. Maana yake ni kwamba idadi ya vijana walioelimika katika nchi hii ni kubwa sana. Na vijana tuna investment kwenye future ya nchi hii. Na future yetu kwa kipindi cha miaka 5 ndio hii imeelezwa katika ilani yetu ya miaka 5. Sasa natoa rai kwa vijana wenzangu. Cha kwanza tutumie muda wetu. Ilani imeshasambazwa pia kwa njia ya soft copy. Tusome, tuipitie. Lakini pia uzuri wa ilani hii imegawiwa kimafungu. Kuna table mle ndani ambazo zimeonyesha kila mkoa utakuwa na miradi gani. Zimeonyesha kabisa kwamba miradi au project zitakazotekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 ni zipi. Maana yake kijana ana uwezo sasa wa kuangalia akajiandaa kwamba kwa kipindi cha miaka 5 kama mimi niko kwenye sekta ya ujenzi, construction, maana yake kuna construction hizi zitafanyika. Na kama tunavyojua kwa kipindi cha miaka 4 hii ya Dr. Samia 2021 mpaka 25, ilani ile tulioinadi 2020 imetekelezwa kwa uzuri na kwa ukubwa kwa zaidi ya 100%. Maana yake ilani hii ambayo imetengenezwa chini yake itatekelezwa kwa ukubwa zaidi. Hiyo ni imani ambayo vijana wenzangu lazima wawe nayo. Kwa hiyo tutumie muda wetu kuipitia ilani hii ili kila mmoja ajue kwa kipindi cha miaka 5 atajiposition wapi. Kwamba kama ni kwenye afya, mimi labda ni mtu ambaye ninajihusisha na afya,
maana yake nijue kwamba kwa kipindi cha miaka 5 nitajiposition wapi. Lakini kama ni kwenye elimu, mimi ninahusika na elimu, nitajiposition wapi. Kama ni kwenye ajira, sekta binafsi, tunajiposition wapi. Sera, ilani hii imejizatiti kwamba itakwenda kuhakikisha inatengeneza sera rafiki zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Mtanzania anaboresha maisha yake, tutengeneza uchumi jumuishi. Kwa mimi nadhani rai yangu kwa vijana wenzangu, tutumie muda wetu kujielimisha na ilani hii. Lakini katika uchaguzi unaofuata sasa wa 2025 Oktoba, rai yangu kwa vijana wenzangu, tushiriki uchaguzi huu. Mpaka sasa tunatambua kwamba hakuna chama chenye ilani bora kama hii iliyowasilishwa leo ya Chama cha Mapinduzi. Tumezindua ilani bora sana. Pamoja na kuhakikisha kwamba tunajifunza ilani hii inasema nini, lakini twende sasa tukapige kura kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ushindi wa Dr. Samia Suluhu Hassan unakuwa wa kishindo ili apate nguvu ya kutekeleza ilani hii. Hatuna mashaka kwamba Chama cha Mapinduzi kinakwenda kushinda kwa nguvu sana, lakini basi kura zetu zikamiminike, zikawe nyingi kwa sababu ya utekelezaji ambao tumeuona kwa siku ya jana, lakini pia kwa ilani hii ambayo ni bora sana kwetu sisi vijana. Lakini sio tu kwenda kupiga kura, na sisi vijana tuhakikishe kwamba tunagombea nafasi hizi. Tunaweza pia tukawa pati ya mchakato wa utekelezaji wa ilani hii kupitia nafasi mbalimbali. Kwa hiyo sisi kila mmoja ajipime kama vijana tukagombea hizi nafasi. Tuzipate tushiriki mchakato wa utekelezaji wa hizi ilani. Lakini kwa kila mmoja nadhani kuna umuhimu wa kufuatilia kila kilichoko kwenye ilani ili tujue kwa miaka 5 ijayo tunajiposition wapi kama vijana. La mwisho, mheshimiwa, wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanapendwa sana katika ujengaji wa hoja, lakini pia na kutahadharisha pia, nasikia kwamba unaogopwa sana na watu wenye majimbo yao. Unadhani labda ni jimbo gani kati ya haya yaliyopo, kwa sababu siamini kama utasalia kwenye viti maalum. Naamini pengine unataka kupiga hatua kama ambavyo unatuambia vijana tugombee. Wewe nadhani utakuwa mtu wa kwanza kutuonyesha mfano. Wapi? Cha kwanza kati ya vitu ambavyo jamii yetu labda haijajua ni kwamba hata sisi wabunge wa viti maalum tunagombea. Tunapitia mchakato wa kuomba, kuchukua fomu na kuchaguliwa, kupigiwa kura. Ndio unapata nafasi hii. Kwa cha kwanza, mbunge wa viti maalum na mbunge wa majimbo wote ni wabunge wa kuchaguliwa. Tunapambana. Na cha pili, pamoja na kuwapa hamasa vijana wenzangu kugombea, mimi nadhani tayari ni mfano hai, kwa sababu mimi niligombea, niko hapa. Lakini pia muda ukifika, chama chetu kikapiga kipenga kwamba muda sasa kuchukua fomu umeanza, nadhani mtajua kwamba ninagombea wapi. Lakini mimi kama nimeshaonesha mfano, maana yake vijana wenzangu wanajua kwamba hata wao wanaweza na inawezekana wakafanya vizuri na wakawa bora sana. Ndiyo. Nikutakie kila la heri. Asante sana. Asante.